Mimi naitwa Hassan Muhammad. Nimelalamikia mwenyekiti. Mwenyekiti aliniuzia eka moja mwaka 2017. Akaniuzia. Mwenyekiti alikuwa anamiliki eneo. Alikuwa anamiliki eneo. Sijajua ni la kwake halali au vipi. Akaniuzia. Kwenye karatasi yake ya maandiko anachokifanya huwa haweki picha ya kwake. Baadaye kwenye kubadilisha anamtafuta mtu anamweka pale kuwa ndio aliyouza, lakini kila kitu anahusika yeye. Sasa hiyo kesi imeenda kwenye ile karatasi yangu bila kunibadilishia, akaniandikia nusu eka kutoka eka moja. Nikamuuliza, mbona umeniandikia nusu eka? Akaniambia nitakubadilishia ukija ofisini. Ukimpigia simu sipo, niko huku niko kule. Baadaye nikaenda kituo cha polisi Kibada, nikaenda kulalamika kwa mkuu wa kituo. Akampigia simu. Kipindi gani? Kipindi cha uchaguzi mkuu uliopita huo. Akampigia simu, ripoti kawa hataki. Akamwambia, "Mtatuma vijana kukamate ni kuweke ndani. Uje uripoti hapa, wananchi na kulalamikia." Akafika. Kama huyu umekubaliana eka moja, mbona umemwandikia nusu eka? Akasema, "Kwanza hiyo karatasi hapo juu niliyouza sio mimi. Aliyouza huyo aliyomweka hapo juu." Tukamwambia, "Wewe umesaini ukipiga muhuri. Yupo?" Huyo aliyouza akasema yupo. Yaani mimi sijakuelewa. Hebu fungua kwanza. Kwa sababu hata wewe mwenyewe una macho na una akili. Hebu ngoja. Wewe ulichokabidhiwa ni nini? Nilichokabidhiwa. Wewe wakati mnauziana hilo eneo. Ndio. Wewe hapa ni yupi? Mimi ni huyu chini hapa. Huyo juu ni nani? Huyu ni Hassan Mpenja ambaye alimweka kama muuzaji. Sasa kwa nini amemweka kama muuzaji wakati wewe ndio unayenunua? Yeye kwa sababu kwa kanuni za sheria serikali ya mtaa hapaswi kuuza eneo. Hata hii ya kwanza kabisa hii ametambua yeye. Kwenye kunibadilishia ndio akanibadilishia hii. Yaani yeye sana miliki? Ndio. Yeye sana miliki eneo? Ndio. Sasa kama anamiliki eneo, si la kwake? Sijajua kama ni la kwake au la nani, lakini nakusacha kwa ni la kwake. Kaniuzia yeye. Hela umempa yeye? Hela nimempa yeye. Umeuzia kwenye account? Hapana, keshi mkononi. Anachukuaga keshi mkononi. Sasa mbona tunapoongea na nyinyi mnaonekana kama watu wenye akili, alafu tena hapa tena mna present vitu ambavyo yani kwa nini yani hapa picha sio yenyewe. Sawa. Na ukapokea. Hii nyaraka. Nilipokea kwa sababu niliambia na kubadilisha kwa sababu hata ya mwanzo mheshimiwa mkuu wa mkoa ya mwanzo alishaniuzia nusu eka ikawa hivi. Nikaenda kuomba umiliki ardhi nikapewa nikamiliki nikawa na hati ya wizara na sasa hivi ninajenga. Na ilipotokea eka moja hii ilikuwa ni hivi. Ila hapa kaja kanaandikia nusu eka baadaye ikawa ni eka moja. Lakini hivi sasa nimeenda kuomba umiliki ikaonekana hii sehemu kamuuza mtu mwingine. Na afisa mtendaji alishasaini na wakati anasaini document akamuuliza mwenyekiti, hii sehemu ambayo ninasaini ni ya kwake Hasani? Akasema ni ya kwake. Alimuuliza mara 3 akamwambia Hasani ni ya kwake. Akanisaini. Wewe mwenyekiti anaitwa nani? Anaitwa Cosmas Kula Zombi, jina maarufu Kalumanzila na hapa yupo. Mwenyekiti wa mtangani yuko wapi kwanza? Lingatu. Hebu yuko wapi? Njoo. Yule kule. Na ya utambulisho hiyo hapo mheshimiwa alimtambulisha kwa ni mkazi wa. Aliitwa kwa mkoa wilaya pale. Aliitwa barua ya kwanza ya pili aliletea mwenye sheria nikamfukuza. Hebu mpe mic. Anakuletea mwana sheria tena wewe tena. Aliletea mwana sheria nikamfukuza. Aliitwa mara 3 ajaje. Jamani, hao wenye vitu tena hawa. Vipi? Wao unawafahamu? Namfahamu. Unamfahamu? Ndio. Ulimuuzia nini huyu? Nilimuuzia eneo la eka moja. Na tayari lilipimwa. Na ana hati ya wizara. Ana hati ya wizara. Na anapojenga. Sasa malalamiko ni nini sasa? Ili eneo na udai la pili mimi sijamuuzia. Sasa nisikize kwanza mwenyekiti. Naam. Nisikize kwanza mwenyekiti. Naam. Nieleze ukweli hapa mimi. Nafikiri kwenye mikutano yangu umenifuatilia, si ndio? Huwa anasema mwenyekiti, kama mmekosea potelea mbali, walipe tuondoke. Lakini ukinisumbua na nikaja nikabainisha, manake mwisho utaisha kuumia. Haina shida. Sawa sawa? Sawa. Naomba unieleze vizuri jambo hili ambalo huyu bwana amelieleza. Mimi ninachokijua mheshimiwa. Hebu ngoja. Isome hii. Hii ndio nayoitambua hii. Hii unaitambua? Naitambua. Hii ni kiasi gani? Ile eneo ukubwa wake ilikuwa inakadiria kama eka moja.
ndo anapojenga saizi. Sasa hapo kwenye eka moja ulipokwenda ni eka moja. Mheshimiwa, ziko ya nusu eka nimesahau kuichukua. Ameniuzia nusu eka ya kwanza. Nimelipia kila kitu, iko safi. Na umemlipa yeye? Nimemlipa yeye. Cash. Unathibitisha kwamba ulilipwa? Nathibitisha tunapojenga. Pana nusu eka. Pana nusu eka, sio? Alipo ninapojenga mheshimiwa, kuna nusu eka. Document yangu inasoma kwenye humu picha hiyo hati nayo. Pana nusu eka. Nusu eka. Hii hajanilipa na ameuza tena. Ameuza tena mwenyewe hii. Ameitwa kwa mkuu wa wilaya nenda kulalamika. Barua ya kwanza hajaja. Ya pili hajaja. Ya pili akanitamu na sheria nikamfukuza. Ya tatu hajaja. Ya nne ndo akaja. Nikamfukuza yule mwanasheria wake. Anikaje mwanasheria tena anataka kunidhulumu. Huyo yuko sawa. Hiyo mheshimiwa. Sikilize mimi mheshimiwa. Kama unabisha nitapeleke watu wako ni wapeleke. Dokumenti hizi. Mtendaji kasaini kuthibitisha kwa mimi hapo ninapotaka kujenga. Mtendaji yuko wapi? Ni hapa. Alithibitisha hapa muhuri huu. Mtendaji yuko wapi? Mbona muhuri wao mheshimiwa? Unaona hii? Saini ya kwake mtendaji. Nataka nikalipie viwanja vyangu. Nikakuta hapa kote ameuza. Mtendaji yuko wapi? Alikuwepo kule mwishoni kule. Si yuko wapi? Naomba mtendaji aje. Mheshimiwa, mimi ni mke wake na Hasani Dali ambaye tuna malalamiko ya kiwanja. Hicho kiwanja anachosema kwamba ndicho alichomuuzia sicho. Na hicho ndo tunajenga sasa hivi. Hiki kingine alituambia tufuatilie twende tukasajili kurasimisha kule nani? Manispaa. Sasa kwenda kule tunaambiwa kiwanja hiki kimeuzwa kina mtu. Ambacho mlimpa hela. Ndio hiyo milioni 1. Kufuatilia kwenda pale kama wiki mbili nyumba imesimama imeisha. Labda nikuonyeshe na hii. Ngoja kwanza taratibu. Mlinunua kiwanja kwa mwenyekiti huyu, si ndio? Ndio. Mkampa shilingi ngapi za kiwanja? Milioni 1. Milioni 1. Chenye ukubwa gani? Yaani tuseme hiyo eka moja. Eka moja, sio kiwanja, ni eka moja. Wapi huko? Lengato. Lengato. Eka moja imeandikwa wapi? Hiyo karatasi ya awali hapo iko wapi? Hiyo nyuma yake. Ziko mbili hizo. Leo nilimpa sasa hivi mheshimiwa amechukua nani? Yupo hapo. Hiyo pamoja naweza imeandikwa sehemu gani? Kuna nyingine hapo nimetoa, ziko mbili hizo nimetoa. Sisi hapa mbili, sisi hapa. Anaye mwenyekiti, mbona asemi? Mbona asemi hiyo hapo? Bora anaficha. Kuna huyo mweupe. Ilikuwa nusu eka hapo. Akarekebisha ikawa eka moja. Afande Masa akamwambia mwenyekiti, nitakufunga, nitakupeleka jela. Utata wa viwanja nimechemka Kigamboni. Kwa nini unanifanyia hivi? Na sasa hivi amehamishwa Kigamboni. Huyu mkuu wa kituo. Akaniambia basi Hassan, nimekuelewa, tu tukamalizane kule. Kwenye viwanja hapo sasa tukakaa watu watatu. Huyu afisa mtendaji na yeye. Akasema mwenyekiti, nalalamikiwa. Mimi nimekuja kutatua migogoro. Hili swali nikaaje? Akasema kweli, sasa hivi uwezo wa kumlipa yeye sina. Nitamlipa viwanja vimoja mpaka vitimie viwanja vyake vina ukubwa gani? Bahati nzuri mtendaji aliweka kwenye diary. Akasema kila ukubwa huu. Akasema nitalifanyia kazi. Kila akimkumbusha ndege imeenda ngani, imeenda huko. Imeenda ngani, imeenda huko. Hebu mpe kwanza maiki mtendaji. Maana huyu mtendaji yuko kwangu. Na wakati ana saini, alimuuliza ni saini hivi vya Hassan. Alimuuliza mara 3, saidi mingi. Mpe maiki. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huyu bwana anaitwa Hassan Dali. Namfahamu kwa sababu tuko naye kule mtaani na issue yake ilikuwa ni tulimpitishiaga viwanja kwa ajili ya kumilikishwa, akavikuta vinamiliki wa watu wengine. Kwa hiyo aliporudi akawa analalamikia mwenyekiti, na tukaitana ofisini, nikaambia mwenyekiti, vile viwanja tulivyomsainia huyo bwana vilikuta vinamiliki kwa watu wengine. Sasa tunafanyaje? Na huyu bwana anasema wewe ndio unajua issue yake. Kwa hiyo tukazungumza pale, tukakubaliana basi sawa, tutafanya replacement ya viwanja ili maisha mengine. Na mlikubaliana mwenyekiti akiwepo, si ndio? Katika kukubaliana. Ambaye sasa hivi anakataa. Siku hiyo tulipokea. Sasa sijui kama ni waliuziana au ni vipi, lakini siku hiyo tulipokutana ofisini tulikubaliana hivyo. Sawa, hebu mpe maiki kamisha mshauri. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, cha kwanza tunahitaji kujua hii document mwenyekiti tunaitambua. Huyu mtu unasema umemuuzia kiwanja urefu mita 64, upana mita 64. Ukisema 64 mara 64 unapata 4096. Na ekari moja ina jumla ya square mita 4047. Kwa maana hiyo, kama unaitambua hii nyaraka, huyu mwananchi ana haki ya kupewa square mita
496. Hizo square mita sasa hivi nikiondoka na wewe zipo? Hazina mgogoro? Mgogoro upo, umetoka wapi? Huyu aliyemuuzia inasemekana sio. Kwa hiyo huyu aliyemuuzia huyu Hasani Ali Mpenja, ili eneo sio la kwake, na wewe wakati unapitisha ulikuwa unajua ni la kwake. Kwa hiyo muongo nani, Mpenja au wewe? Wewe kama mwenyekiti, Huyu mwananchi hii hasara ametengenezewa kwa kutokuwa makini. Wewe mwenyekiti, kwa sababu mwenyekiti usingesaini hii hela isingetoka. Uko tayari kumlipa hasara yake? Lini? Kesho. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, haya malalamiko ya huyu mwananchi yana haki, na ninachokiona hapa, huyu kwanza, kuna huyu Hassan Ali Mpenja. Ina maana mwenyekiti anasema huyu Hassan Ali Mpenja amemuuzia huyu ardhi ambayo sio ya Mpenja. Ina maana hapo sasa mwenyekiti na Mpenja hapo inaonekana mnaelewana vizuri kwa lugha ya mjini, ila niache katika mamlaka yako. Na huyo Mpenja wanasema alishafariki. Alishafariki. Nyumba hii hapa mheshimiwa. Ngoja. Na nyumba hii hapa imeshajengwa kwenye uwanja wetu. Sasa kama Mpenja alishafariki, mwenyekiti hizi dhambi inabidi zibebe. Utaonyesha eneo ambalo halina mgogoro. Yaani hapa unasikia commissioner ukati t-shirt. OCD uko hapa. Sasa OCD huyu bwana leo kampa hifadhi. Asante. Halafu kesho bwana OCD sindikizeni moja kwa moja, commissioner ataweka utaratibu. Huyu bwana akaonyesha hivi viwanja, alafu pateni nafasi mkuu wa wilaya wasikilizeni wenye mgogoro wa ardhi uliosababishwa na uongozi wake. Sasa hapa tuna mwenyekiti wa aina gani? Who is this? Hivi kijana huko akisimama huko na kunyoshia kidole, tutakataa kwamba tuna watu wezi huko ndani? Kwa hiyo mzee, kwa kuwa amekiri hapa katika hizo hatua za awali, nyukana naye, mpe hifadhi, mpe soda, mpe chakula, piga story, wacha TV, alafu huko anaendelea kupa taarifa zile za msingi. Na kesho asubuhi bwana Mpoki na wote mnafika hapa ili hawa watu hawa, jamani, mnamuona huyu mama? Huyu mama ni mke wa huyu bwana. Hii ndoa inaweza kavunjika hapa baada ya huyu mama, pengine anaweza kusema wewe mwanaume umeuza kiwanja, umehonga kwa mwanamke mwingine, lakini kumbe ni uongo. Sana. Jamani, uongo? Kweli. Si ndio jamani? Jamani, uongo kweli? Kweli. Kwa hiyo mambo ya namna hiyo, jamani, sisi tuliopewa dhamana na watu tukahudumie watu.